عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه يرجون تجارة لن تبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أهدى آمر وأبر مأمور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa tumekutana katika juma lingine, lengo na madhumuni ni kuelimishana na kutanabahishana mambo yanayohusu dini yetu. Na leo hii khutba yetu anwani yake inasema bushra liman fatahu alhajj. Bushra liman fatahu alhajj, bishara njema kwa yule ambaye amepitwa na ibada ya haji. Haji ni miongoni mwa nguzo katika nguzo za Uislamu, lakini pia haji ni ibada muhimu sana katika Uislamu. Ni ibada ambayo ni kifutio cha madhambi, kama alivyotueleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuk rajaa ka yawmi waladatu ummu. Mwenye kufanya ibada ya haji na katika ibada yake akakosa kufanya machafu wala maovu ya aina yoyote katika ibada hiyo, basi anarudi nyumbani kwake akiwa amefutiwa madhambi yake, ni kama ile siku aliyozaliwa na mamake. Lakini pia haji ni sababu kuu inayompeleka mtu katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia, hajjun mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija ikiwa ni mabrur, hija iliyokubalika, basi haina malipo mengine ila ni pepo. Na ibada hii ya haji watu wanang'ang'ania wengi kutaka kutimiza ama kutekeleza ibada kama hii. Walio na uwezo wanang'ang'ana, na hata wasiokuwa na uwezo wanakesha kuomba angalau apate kushikwa mkono wakati ukifika na yeye aweze kwenda. Lakini kuna wengi ambao wanatamani kwenda katika kutekeleza ibada kama hii, lakini muda unafika, akiona labda pengine anaweza kushikwa mkono ama uwezo anao, akaona kwamba labda ataweza kufaulu, lakini akakosa kufaulu, hubakia wakiwa na huzuni na masikitiko kwa sababu wamekosa ibada tukufu. Lakini usisikitike kwa sababu ya kuikosa ibada tukufu kama hii ya haji, wala usiwe na huzuni, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu ni mkarimu, ametuwekea misimu mingi sana ambayo utaweza kuitekeleza na kuifanyia kazi misimu kama hiyo, basi tukawa nasi ni miongoni mwa wale ambao wameweza kwenda ibada kama hilo, tukalipwa kama ambayo na sisi tumeweza kwenda katika kutekeleza ibada kama hii.
japo tuko majumbani mwetu. Hii ni kwa sababu ya ukarimu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huruma zake kwa waja wake. Tumewekewa ibadati na taa mbalimbali ambazo ikiwa tutazishika kisawasawa taa hizi na ibada kama hizi, basi tunakuwa na malipo sawa na yule ambaye amefunga safari kutoka nyumbani kwake kuelekea kutekeleza ibada hii ya haji. Na miongoni mwa taa na ibada kama hizo ambazo tunapozitekeleza tunapata ujira wa haji, ya mwanzo ni al-adhkaru baada salah, kuleta dhikri baada ya swala unayoswali ukamaliza. Umeswali swala yako ukakaa kitako ukaleta adhkar, basi adhkari hizi utakazozileta, malipo yake, thawabu zake, ujira utakaopawa ni ujira wa mtu aliyekwenda haji japo uko nyumbani kwako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo anaipokea al-Imam al-Bukhari, hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, asema Abu Huraira, jaa al-fuqara'u ila an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna mafukara ambao walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakamwambia ya Rasulullah, dhahaba ahlu ad-duthuri min al-amwali bidarajati al-ula, wamekuwa matajiri wanazichukua amali zote, daraja zote za hali ya juu, daraja kubwa wanazichukua zote wao matajiri. Yusalluna kama nusalli, wao matajiri wanaswali kama tunavyoswali. Wayasumuna kama nasumu, na wao pia wanafunga kama tunavyofunga. Lakini wakasema walahum fadhlun min amwalin, lakini wana ubora, wanatushinda zaidi kwa sababu ya mali walizonazo. Wanatushinda, kama ni swala twaswali na wao sawa, ni kufunga twafunga na wao sawa, lakini wao wanatushinda kwa sababu wao wana mali. Ile mali yao ni sababu ya wao kutushinda. Yahujuna biha, wanakwenda kufanya ibada ya haji. Sisi hatuna uwezo, maskini sisi, kashinda kwenda, kwa hivyo wanatushinda katika ibada hiyo. Wayatamiruna, na vile vile wanakwenda kufanya umra, sisi hatuendi kwa sababu ni maskini. Wayujahiduna, na wanatoa mali yao kwa ajili ya kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatuna mali, sisi tumebakia kuswali na kufunga, na katika hiyo kufunga na kuswali na wao pia wanafanya. Sasa wametushinda hawa ya Rasulullah. Pia wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka katika ile mali yao. Sisi hatuna cha kutoa sadaka. Mtume sallallahu alayhi wa sallama, baada ya kilio hiki cha mafukara waliomjilia, akawaambia, afala uallimakum shay'an in akhadhtum adraktum man sabaqakum, ikiwa mutakifanya hiki mtakachowaambia, basi mutawashinda wale ambao, yani mutawakuta, mutawapata katika ujira wao, na nyinyi mtapata ujira sawa na wao. Siwajulishi amali ambayo mkiifanya amali hiyo, basi wale ambao mwasema kwamba watawashinda ama wamewashinda, mutakuwa nao sawa. Amali hiyo mkiifanya, basi ujira wenu mutakuwa sawa na ujira wao. Japokuwa nyinyi hamwendi haji, japokuwa nyinyi hampei sadaka, japokuwa nyinyi hamwendi umra, lakini hii amali ambayo nitawajulisha, mkiifanya tu, basi mko sawa na wao. Wao waende haji, waende umra, nyinyi mko majumbani mwenu, mtakuwa sawa nao kimalipo. Masahaba ama maskini hawa
wakafurahi sana kusikia kwamba kuna amali ambayo wakiifanya basi malipo yao, ujira wao ni sawa na ujira wa wale matajiri watakaokuwa wanaenda haji wao kila mwaka. Mtume akawaambia, illa man amila mithlahu, isipokuwa ikiwa kutakuwa na tajiri ambaye atafanya kama vile mtakavyofanya nyinyi. Ikiwa atatokea tajiri afanye vile mnavyofanya, basi atawashinda. Lakini ikiwa hatofanya, hata akenda haji, hata akenda umra, mtakuwa naye sawa katika malipo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, tusabbihuna wa tuhamiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Amali yenyewe ni kuleta tasbih na kuleta tahmid na kuleta takbiri kila baada ya swala. Kila baada ya swala ni hizi tasbih, subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33, unakainisha na ile la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, zinakuwa ni 100 kama alivyoambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukishafanya hivi vitu baada ya kila sala, basi wewe unapata ujira wa mtu aliyekwenda haji, utapata ujira wa mtu aliyekwenda umra bila kupungua kitu chochote. Wenye kwenda waache waende, wewe wataka huna uwezo wa kwenda, moyo unaungulika saa zote, lakini kwa sababu ya tasbih na tahmid na takbir kila baada ya swala ya faradhi, wewe unaandikiwa ujira wa haji, unaandikiwa ujira wa umra. Kwa hivyo unaweza ukapata ujira wa haji na ukapata ujira wa umra kwa siku mara 5 ama hata zaidi, ikiwa utatekeleza uradi huu. Basi wewe kila baada ya swala ushafanya ibada ya umra, ushafanya ibada ya haji, malipo sawa na yule aliyekwenda. Na mara nyingine waweza ukaenda haji, ama si baada ya haji tu, ibada nyingine ya aina yoyote ile waweza ukaitekeleza kwa sababu uwezo uko nao, lakini kuna mwingine yuko kando pale pembeni, anasikitika, anahuzunika, ataka kuifanya ibada kama ile, lakini uwezo hana. Pengine ile ibada inahitaji uwezo wa kiafya, yeye hana afya nzuri, ni mgonjwa. Pengine ibada ile inahitaji pesa, yeye ni maskini, hana, lakini anaungulika moyoni mwake, na mimi ningekuwa na uwezo ningeifanya ibada kama ile. Sasa kwa ile nia yake aliyonayo akapata ujira sawa na yule ambaye amefanya nini, ametekeleza ibada kama ile. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ametoka katika mji wa katika vita vya Mu'ta kama sikukosea, wakati anarudi, alipofika karibu na mji wa Madina, kuingia Madina, akawaambia masahaba aliyokuwa nayo, awaambia, inna bil madinati la rijalan, hakika katika huo mji wa Madina tunaoingia kuna watu hapa, masirtum masiran, hamkutembea mwendo wa aina yoyote, wala qata'tum wadia, wala hamkupita mabonde yoyote mliyopita, illa kanu ma'akum, isipokuwa wao kwa nia zao walikuwa pamoja na nyinyi. Japokuwa wako majumbani mao, lakini nia zao wako pamoja na nyinyi. Habasahumul udhuru, Mtume akamwambia kilichowazuia tu kuwa pamoja na nyinyi ni udhuru, matatizo yaliyowafika, ndio sababu ya wao wakakaa nyumbani, lakini mioyo yao na nia zao ziko pamoja na nyinyi. Katika riwaya nyingine akasema, illa sharakukum fil ajri, isipokuwa wako majumbani lakini mumeshirikiana nao katika ujira. Kwa sababu gani? Ana nia ya kufanya lile jambo, lakini uwezo hana, ana matatizo, ana dhiki zilizomfanya akashindwa kutekeleza ile ibada. Na mara nyingine anaweza kuwa bora zaidi kuliko wewe uliyokwenda. Ibn Rajab anasema, alqaidu li'udhri sharikun lisairi, yeyote mwenye kukaa akashindwa kutekeleza ibada fulani kwa sababu ya udhuru, basi
huwa ni mshirika wa yule mwenye kutekeleza ile ibada, huwa anashirikiana naye. Yeye ameshindwa, lakini kwa sababu ya udhuru, si kushindwa kwa sababu ya mwenyewe tu, hana udhuru wowote, kwa sababu kuna watu ambao uwezo wako nao, kama ni wa afya wako na afya, kama ni pesa wako nayo, lakini hawajafikiria wala hawatofikiria kwenda kutekeleza ibada kama hii. Uwezo wako nao, wengine wako pale pale tu kwenye haram, wako pale pale tu kwenye haram ya Maka, hawahitaji usafiri wa aina yoyote, lakini mpaka kufikia sasa, na wengine wanatoka katika ulimwengu, wanaondoka ulimwenguni, bado hawajafika. Sasa mtu akiwa nayo nia kweli, lakini dhiki, matatizo, shida ndiyo iliyomzuilia kwenda, basi huyu huwa anapata ujira sawa na yule mwenye kwenda kutekeleza ibada kama hii. Akasema Ibn Rajab, bal rubama sabaka sairu biqalbihi sairina biabdanihim, huenda yule mwenye kushindwa kwenda kutekeleza ibada kama hii, lakini moyo wake ukawa unataka, huenda akawa bora zaidi kuliko yule mwenye kwenda kutekeleza, kwa sababu unaweza kwenda kutekeleza, lakini katika kutekeleza kwako ukapatikana mapungufu ambayo yatakupunguzia ile malipo ya ile ibada yako, ukashindwa kuikamilisha vizuri kwa mapungufu ambayo utakokuwa nayo, ibada ile nayo hiyo itapungua ujira wake. Lakini huyo ambaye ameshindwa kwa sababu ya matatizo, yuko pale lakini moyo wake unaungulika, anasikitika, ujira wake ataupata ukiwa kamili. Kwa hivyo hakwenda, lakini atakushinda yeye uliyekwenda katika ujira. Kwa hivyo hilo linawezekana. Kwa hivyo ikiwa mtu anayo nia, azma ya kwenda kutekeleza ibada kama hii tukufu, lakini akijiangalia hana uwezo, kwa sababu gharama ile ni kubwa, yeye hana, lakini nia anayo, basi yeye atakuwa anapata ujira bila tatizo lolote. Kwa hivyo al-adhkar baada salati mafruḍa, adhkar zinazoletwa baada ya sala ya faradhi, subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ni maneno ambayo hayazidi, yani hayatumii hata dakika mbili. Fanya dakika 5 hadi dakika 5 katika masaa yako ya siku nzima, umepunguza nini? Hujapunguza kitu hapo. Kwa hivyo kama utatekeleza ibada hii wewe kila baada ya swala, basi unapata ujira wako wa ibada ya haji ambayo imekamilika bila tatizo lolote. Ibada ya pili ni almuhafadhat ala salati alfajr fi jamaa, ni kuweza kuhifadhi na kudumu kuitekeleza sala ya faradhi kwa jamaa, sala ya fajri. Kama utaweza kuswali sala ya fajri kwa jamaa msikitini, kisha ukaketi baada ya sala ukaleta adhkari ama ukaleta istighfar ama ukasoma Qur'an mpaka jua litakapotoka, ukaswali swala ya ishraq, basi tayari ushapata ibada yako ya haji, unalipa ibada ya haji. Lakini tukiangalia swala ya fajiri, watu wengi sana inatupita, wengi sana twashindwa na swala ya fajiri, na wala hatuko mbali, tasikia kila kitu, bali mtu analala akiwa na makusudio haswa ya kutoamka swalati alfajiri. Si kwamba imetokea bahati mbaya, makusudio yake ni kwamba asiswali, asiamke tu kuswali swala ya fajiri, na ni kila siku. Na siku ukimwona msikitini, labda kuna matatizo nyumbani, ukimwona fajiri utashangaa, leo iko fajiri, basi kuna matatizo nyumbani yametokea. Pengine amegombana na mke wake, pengine akalala chini ama akalala kwenye sofa set. Sasa anatamani kwa saa ngapi kuadhiniwa atoke ende zake, lakini sio makusudio yake wala sio mapenzi yake yeye kukusudia kuswali salatu al-fajr, lakini ukaikusudia na Mwenyezi Mungu akakujalia akakuafikia, ukaamka ukaja kuswali salatu al-fajr msikitini kwa jamaa, ukakaa ukaleta iradi, ukakuta adhkari zako mpaka jua likatoka, ukasema maswali al-ishraq, sunnat al-ishraq, ukaswali
tayari ushapata ujira wa haji na ujira wa umra. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi, hadithi ambayo ameisimulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla al-ghadata fi jamaa, yeyote mwenye kusali sala ya fajr kwa jamaa, thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams, kisha akaketi akamtaja Mwenyezi Mungu mpaka jua likachomoza, thumma salla rak'ataini, kisha akaswali rakaa mbili, kanat lahu kaajri hajjatin wa umra, huwa anapata ujira sawa na ujira wa mtu aliyekwenda hija na sawa na ujira wa mtu aliyekwenda umra. Mtume akasema tamatan tamatan tama, yani ujira wa haji uliokamilika na ujira wa umra uliokamilika, usiwe na mapungufu yoyote, ni ujira ambao umekamilika. Kwa sababu ya kusali salatu fajri, kukaa baada ya sala ukaleta adhkari zako, ukamsalia Mtume, ukaleta istighfar, kama utasoma Qur'ani, kisha jua likishachomoza ukasema naswali ishraq ndio nitoke, basi hilo tu ni sababu wewe kupata ujira wa haji. Sasa usilalamike, usihuzunike kwamba wewe washindwa kwenda, waweza kupata ujira ule ukiwa hapa nyumbani, tena ujira ambao hauna mapungufu yoyote, ni ujira ambao umekamilika. Bora ukamilishe yale yanayohitajika tu. Katika jambo lingine ambalo ni sababu ya mja kupata ujira wa haji na umra ni birrul walidaini wal ihsanu ilayhima, kuwafanyia wema wazazi wawili. Kuwafanyia wema wazazi wawili ni sababu vile vile ya mja kuweza kupata ujira wa haji kwa yule mwenye wazazi. Siku moja alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, inni ashtahi al-jihad wa inni la aqdiru alayhi. Ya Rasulullah, mimi moyo wangu unatamani kwenda jihadi, lakini sina uwezo. Hali yangu yajua, sina uwezo, moyo watamani lakini uwezo sina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hal baqiya ahadun min walidaika, je, katika wazazi wako wawili kuna mmoja aliyebakia ama wote wawili wako hai? Akamwambia, ummi, aliyebakia ni mamangu, baba ameshatangulia lakini mama yuko. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu sahaba, ittaqillaha fiha, mche Mwenyezi Mungu kupitia huyo mzazi wako. Fa idha fa'alta dhalika, ikiwa utalifanya hilo, utamtii mzazi wako, utamheshimu, utamfanyia mazuri, fa anta hajun wa mu'tamirun, basi wewe utakuwa umepata ujira wa mtu aliyekwenda kufanya ibada ya haji na umepata ujira wa mtu aliyekwenda kufanya ibada ya umra, kwa sababu ya kumtii mzazi wako. Kumtii mzazi ni jambo ambalo lina fadhila kubwa sana. Ndio Mtume Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi akwambia, ridha Allahi fi ridha alwalidaini wa sakhati Allahi fi sakhatihima, radhi za Mwenyezi Mungu ziko katika radhi za wazazi wawili, na hasira za Mwenyezi Mungu ziko katika hasira za wazazi wawili. Mwenyezi Mungu atakuchukia, ama ikiwa mzazi wako atakuwa na hasira na wewe, hana radhi na wewe, basi fahamu kwamba Mwenyezi Mungu naye vile vile ana hasira na wewe wala hana radhi na wewe. Na ikiwa mzazi ana furaha, ana radhi na wewe, basi fahamu kwamba Mwenyezi Mungu naye ana furaha na ana radhi na wewe. Kipimo kipo kwa wazazi tu. Sasa waangalia wewe mzazi wako unamchukulia namna gani? Mzazi wako unamchukulia namna gani? Je, wamheshimu haki ya kumheshimu kama tulivyoambiwa na Al-Qur'an Al-Karim? Unamheshimu mpaka yeye mwenyewe akikaa anajua mtoto wangu mashallah, lakini sio mashallah kwamba basi tu ni mtoto wangu, sasa nitafanya nini? Maana wazazi wengi wako namna hiyo.
huyu wangu tu, sasa nitafanya nini na mtoto wangu? Lakini moyo wake haujakuwa radhi sawa sawa, ni ile nitafanya nini na ni mtoto wangu nimemzaa mwenyewe. Basi wacha tu hapo, itakuwa bado mzazi hajakuwa radhi, mzazi hajakuwa radhi, ni awe radhi ya kisawasawa. Kuna kisa ambacho nilikisoma katika hii mitandao ndugu wawili wanateta, si kwamba wanatetea mali iliyoachwa na wazazi wao, maanake baba yao alikuwa amefariki, aliyekuwapo ni mama. Sasa wanateta, si kwamba wanatetea mali, la, wanateta kila mmoja yataka kukaa na mamake. Utesi wao ni kwamba kila mmoja ataka akae na mamake, mpaka wakapelekana kwa kadhi. Kesi ni hiyo tu, sio ya mali. Wakapelekana kwa kadhi. Kufika kwa kadhi, mashtaka yaliposomwa, kadhi akamwambia mama, mimi hapa siwezi kutoa hukumu yoyote, wewe ndiye hakimu juu ya hii kesi, lakini kwangu mimi kwangu ni kuthibitisha tu, wewe ndiye utakayetoa hukumu. Wataka kukaa kwa mtoto wako mkubwa ama wataka kukaa kwa mtoto wako mdogo? Hiyo ni amri yako. Mtoto mdogo analia na kukereka, kwa nini mamake anakaa kwa ndugu yake mkubwa? Ndugu yake mkubwa naye hataki kumwachilia mamake, asema mimi nina haki zaidi kwa sababu mimi ndiye mkubwa. Mama akiangalia, wote ni watoto wake, wote wanampenda kwa dhati, wote wanampenda kwa dhati, lakini hawezi kuvigawanya, nusu ikawa kwa mkubwa, nusu ikawa kwa mdogo, lazima aende mahala pamoja. Akasema mimi nimeamua, nimechagua kukaa kwa mtoto wangu mkubwa. Mtoto mdogo anaye akaanza kulia, kwa nini hakuipata nafasi ile ya pepo yake? Kwa sababu aljannatu tahta aqdami lummahat, pepo ziko chini ya miguu ya wazazi. Sasa jua mimi ikiwa sitokaa naye, tayari nishaikosa nafasi yangu ya pepo. Na yeye akaanza kulia, kwa nini mama amechagua kukaa na ndugu yake mkubwa? Kilio chake hakusema kwamba basi kama umechagua huko, shauri yako, mimi sitokuja, utakalokufika utajua mwenyewe, wewe na mtoto wako, mimi simo. Kwa sababu mimi na wewe ni rahisi kusema hayo maneno, na ndio maneno yetu ambayo tunazungumza. Wewe leo utaambiwa mama yako ana shida fulani ama baba yako ana shida fulani, kwa sababu anakaa kwa ndugu yako, si alichagua mwenyewe kwenda huko, shauri yake. Na uwezo uko nao, waweza kumsaidia, ama lile tatizo alilonalo waweza kuliendea, lakini hutaki kwa sababu tu mama ama baba hakuchagua kukaa kwako. Yeye akalia mbele ya kadhi, mbele ya mamake, mwisho akatamka maneno akamwambia, nimekubali kwa sababu mamangu ameruhusu, mwenyewe amekubali kukaa kwako, lakini ikiwa mamangu atakosa kitu fulani, aungulike, asikitike, basi nitakwenda kukushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba umemtesa mamangu. Mimi nitaendelea kutoa uwezo wangu kwa mamangu, lakini kile ambacho atakikosa na yuko kwako, mimi nitakwenda kusimama na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu nikushtaki, umenitesea mamangu. Angalia mapenzi ya watu waliokuwa wanaofahamu umuhimu wa wazazi. Lakini mimi na wewe kama tawasaidia wafalini, basi nikapumzika. Saa zote tuko tukana hiki, hizo ndizo fikra zetu tulizo nazo, wafalini nikapumzika. Miongoni mwa mambo ambayo vile vile yanasababisha mtu kuipata ujira wa haji na umra ni kutekeleza swala za faradhi ndani ya msikiti. Adau salati almaktuba fi almasajid, kutekeleza ibada ya swala za faradhi misikitini. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi ambayo ameipokea alimamu Abu Daud, hadithi aliyosimulia Abu Umama al-Bahili,
radhiyallahu anhu, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kharaja min baitihi mutatahira, yeyote mwenye kutoka nyumbani kwake akiwa yuko tahara, ameshajitaharisha, ametoka nyumbani akiwa na udhu wake, ila salati maktuba, kuhudhuria swala ambayo ni ya faradhi msikitini, faajruhu kaajri alhaji almuhrim, ujira wake ni sawa na ujira wa mtu aliyekwenda haji, aliyehirimia kufanya ibada ya haji. Kutoka nyumbani naenda msikitini kuswali swala ya faradhi, ukatoka ukiwa na udhu wako, sio uje utawadhia msikitini kama tunavyofanya. Hapana, maana sisi wengi wetu hatutawadhii majumbani, wengi wetu hatutawadhii majumbani. Kutawadha kwetu lazima tuwe pale, hata tukaambiwa hakuna maji, tutapanga foleni pale. Lao mfereji utakaokuwa watoa maji ni mmoja, utaona msururu wa foleni pale. Lazima kutawadhia msikitini. Ujira huo ushapotea hapo. Huo ujira wa haji hutoupata kama umekuja kutawadhia pale. Wataka ujira huo wa haji, tawadhia nyumbani, ukija unaingia msikitini moja kwa moja na udhu wako, basi hapo ushapata ujira wa haji. Na akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man kharaja ila tasbihi dhuha, na kwa yule ambaye atatoka kuja msikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya dhuha, sunna ile ya dhuha kama tunaifahamu, la yasibu illa iyao, hakuna kilichomtoa nyumbani ila ni kuja kutekeleza ibada ya sala ya dhuha. Mtume asema faajruhu kaajri almu'tamir, ujira wake ni kama ujira wa mtu aliyefanya umra. Kutoka nyumbani na udhu wako, mimi nenda msikitini kusali sala, sio swali ya nyumbani, naenda msikitini kusali sala ya dhuha peke yake, basi tayari baada ya sala yako ya dhuha wewe unaandikia ujira wa mtu aliyefanya umra. Tuna umra ambazo tunaweza kufanya kila siku tukitaka, na haji kila siku kama tunataka. Jambo jingine ni atabkir ila salati aljumaa, ni kurauka kuja msikitini mapema siku ya Ijumaa, na mtu kuja kutafuta mahala kuketi, mahala akatulia, sio amekuja yeye kwa kuzunguka, mara yuko nje, mara ameingia ndani, mara ametoa. Amekuja ametafuta mahala akaketi, kama ni kusoma Qur'ani, kama kuleta adhkar, akakaa hapo anasubiri swala ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra, na vile vile ameipokea hadithi ambayo amesimulia Sahal bin Sa'd as-Sa'di. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, inna lakum fi kulli jum'atin hajjatan wa umra, hakika mna ama mtapata nyinyi katika kila juma hija na umra. Mtapata kila juma hija na umra, yani katika sala ya juma kuna hija na umra kwa kila mtu. Asema Mtume, falhajjat, hii hija, alhajiru liljumaa, ni mtu kurauka kuja mapema msikitini. Wewe kisha kurauka kuja mapema msikitini, tayari ushapata ujira wako wa haji. Wal umra, na umra, intidharu al-asri ba'da al-jumaa. Ukitaka umra siku ya Ijumaa, ni umemaliza swala ya Ijumaa, unakaa msikitini unasubiri salatu al-asri. Umemaliza Ijumaa, unakaa msikitini unasubiri swala ya asri. Ikifika asri ukaswali, basi wewe thawabu za asri ziko zile, hazina shaka, lakini kuna nyongeza ya hii ujira wa mtu aliyefanya umra. Kwa hivyo katika kila juma Mtume anatuambia kuna hija, na katika kila juma kuna umra. Wataka hija katika siku ya Ijumaa, rauka kuja mapema msikitini, ushapata ujira wa haji. Wataka ujira wa umra, umemaliza fajiri, kaa lakini kuna njaa, wewe wafunga siku 30 na sunna wafunga hayo masaa, kwa asubuhi umekula, kukaa tu mpaka asiri, utakufa na njaa? Huwezi. Lakini kawaida yetu sisi mambo ya kheri ni mazito, na kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hufatil jannatu bil makari,
wa hufatu naru bishahawat. Jambo la dunia kila mmoja analipapia, kila mmoja analikimbilia, kila mmoja hataki kulikosa, ataka na yeye atajike kwamba amelipata jambo kama lile. Lakini la akhera ukimtajia, wakati bwana mgumu huo, wakati bwana mimi natikana mahala fulani, wakati bwana mimi na kazi hii na hii na hii. Lakini lazima atoe udhuru katika jambo ambalo ni la dini, katika jambo ambalo ni la akhera yake, lazima awe na uzito. Lakini la kidunia, hata kama kuna jambo lingine atalikata, ataliacha, lakini hili la dunia asilikose. Hiyo ndio kawaida. Lakini twaweza kurauka, twaweza kusubiri salatu al-asri baada salatu al-jum'a, twaweza. Kwa hivyo ile lake ni kutaka na kutotaka. Kwa hivyo mambo haya, ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo yanatusababishia sisi kupata ujira wa haji na ujira wa umra ikiwa tutaka. Kwa hivyo usihuzunike wewe ni kukosa kwenda kutekeleza ibada kama hii, hamu uko nayo, makusudio unayo, lakini kile ikifika wakati hupati nafasi kwa sababu pengine ya maradhi, kwa sababu pengine huna uwezo, basi yafanye haya ambayo tumeyasema, yatakuwa ni sababu wewe kupata ujira huu wa haji bila tatizo lolote. Kwa haya machache, tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.